kutoka sera hadi utekelezaji, kuimarisha ubora katika sekta ya usafiri majini. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kipekee napenda kumpongeza Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Kigoma, viongozi wote wa mkoa wa Kigoma, viongozi wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Kigoma pamoja na wananchi wote wa mkoa wa Kigoma kwa kukubali kuwa wenyeji wa maadhimisho haya mwaka huu. Aidha, napenda kuzipongeza wizara za uchukuzi pande zote mbili za muungano, TASAC na ZMA, na wadau wote wa sekta ya usafiri majini kwa maandalizi mazuri yaliyowezesha maadhimisho haya kufanyika kwa mafanikio makubwa. Hongereni sana. Ndugu mabaharia, mabibi na mabwana, napenda kutumia fursa hii kutoa salamu za rambirambi kufuatia kifo cha baharia wetu wa Tanzania marehemu Mchama Maregesi Mungu aliyeshambuliwa na kupoteza maisha tarehe 3 mwezi Mei mwaka huu katika mlango wa bahari ya Hormuz akiwa kazini katika tugboat ya Volans. Tukio lilotokea ambalo lilikuwa la kusikitisha na hatari na linatukumbusha changamoto mbalimbali zinazowakabili mabaharia wetu. Kwa heshima yake ninawaomba sana, na kwa heshima ya mabaharia wote waliopoteza maisha yao katika majukumu yao katika maeneo mbalimbali duniani, ninaomba sasa tusimame kwa dakika moja ili tumuombe Mwenyezi Mungu. Amin. Ndugu mabaharia, mabibi na mabwana, leo tarehe 25 Juni dunia inaungana kuadhimisha siku ya mabaharia duniani kwa kutambua mchango mkubwa wa mabaharia katika maendeleo ya uchumi wa nchi yetu na taifa na dunia kwa ujumla. Zaidi ya 80% ya bidhaa za biashara yote duniani husafirishwa kwa njia ya maji. Hapa Tanzania, kama alivyosema mtendaji mkuu wa TASAC, 90% ya mizigo yetu yote yanapita bandari ya Dar es Salaam. Hii ina maana kwamba mabaharia ndio muhimili unaohakikisha bidhaa, chakula, nishati, madawa, vifaa tiba na malighafi mbalimbali zinawafikia wananchi na soko kwa wakati. Bila ya kazi yao kubwa wanayofanya, mahitaji haya yasingaliweza kufika sokoni kwa wakati. Licha ya changamoto wanazokabiliana nazo, ikiwemo kukaa mbali na familia zao kwa muda mrefu, mazingira magumu ya kazi, hali mbaya ya hewa na hatari za kiusalama, bado wanaendelea kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu, uzalendo na kujitolea. Hongereni sana mabaharia wetu. Leo tunatamka kwa sauti moja kutoka Kigoma hadi bahari ya Hindi, kutoka ziwa Tanganyika hadi masoko ya dunia kwamba mabaharia ni mashujaa wa uchumi wa dunia, walinzi wa minyororo ya usafirishaji na fahari ya taifa letu na dunia kwa ujumla. Tunaamini, na ndivyo ilivyo, bila mabaharia biashara ya dunia isingalisimama. Bila mabaharia bidhaa muhimu zisingaliwafikia wananchi kwa wakati. Baharia ndio nguzo ya usafirishaji duniani kote, hivyo mchango wao ni mkubwa kuliko wengine wanavyouona na unastahili kuthaminiwa na kuheshimiwa wakati wote. Mabaharia mnafanya kazi kubwa kukuza uchumi wa dunia. Ndugu mabaharia, mabibi na mabwana, kauli mbiu ya mwaka huu inatambulisha kwa mafanikio ya sekta ya usafiri majini hayaji kwa kuwa na sera mzuri, bali yanatokana na utekelezaji wake kwa vitendo. Utekelezaji huo unapaswa kuongozwa na sheria, kanuni na mikataba ya kimataifa inayolinda haki, usalama na ustawi wa mabaharia, ikiwemo mikataba ya Shirika la Kazi Duniani,
shirika la kimataifa la usafiri baharini ambayo Tanzania imeridhia. Kwa msingi huo, serikali na wadau wote wa sekta hii wanapaswa kuendelea kulinda haki za mabaharia, kuboresha mazingira yao ya kazi, kuwekeza katika mafunzo na maendeleo ya taaluma zao, pamoja na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa ili kuhakikisha mabaharia wetu wanakuwa salama wakati wote, wenye motisha na wenye ushindani katika soko la ajira duniani. Vile vile Tanzania inaendelea kupanua ushirikiano wa kimataifa katika sekta ya ubaharia. Miongoni mwa mafanikio ya mwaka huu tu, tumewezesha kusaini makubaliano ya utambuzi wa vyeti vya mabaharia kwa nchi za Qatar, Kenya na Cyprus, hatua inayofungua fursa zaidi za ajira kwa mabaharia wa Kitanzania katika soko la kimataifa katika nchi hizo. Na vile vile tupo katika hatua za mwisho kabisa kusaini makubaliano kama hayo na nchi ya Oman na Liberia, ambapo tumeshakamilisha majadiliano na rasmi za mkataba zimekamilika, ziko Wizara ya Mambo, tukisubiri tu tarehe ya kusaini. Mbali na mafunzo na vyeti, serikali imeendelea kusimamia ustawi wa mabaharia kupitia utekelezaji wa kanuni za kazi za mabaharia chini ya mkataba wa kimataifa wa kazi na ajira za mabaharia, The Maritime Labour Convention wa mwaka 2006 ambao nchi yetu iliridhia mwaka 2020 na kuutungia kanuni za utekelezaji wake, ili kuhakikisha waajiri na watoa huduma za ajira za mabaharia wanazingatia haki za msingi za mabaharia, ikiwemo mikataba ya kazi, huduma za afya, mazingira salama ya kazi, muda wa kazi, kupunguza ubaguzi, mabaharia kupata likizo na ulinzi wa maslahi yao. Kwa kuzingatia changamoto za upatikanaji wa muda wa kazi melini kwa maarufu sea time, hasa kutokana na ufinyu wa wamiliki wa meli wa ndani ya nchi zinazohudumu kimataifa, TASAC tunaanzisha mkakati wa kuhakikisha inajipanga kuwezesha mabaharia wetu kupata muda wa kazi katika meli sea time, kwani mafunzo pekee hayatoshi, ili kuwezesha kuongeza sifa na weledi wao kwa lengo la kuhakikisha wataweza kufikia nafasi za juu katika uongozi wa meli. Moja ya mikakati hiyo ni kuwepo kwa mkakati wa kuanzisha mazungumzo ya moja kwa moja na wamiliki wa meli duniani, ikiwemo kwa meli kubwa zinazohudumia bandari zetu. Pia tunaangalia namna ya kuwawezesha wamiliki wa meli kuanzisha ofisi zao ndani ya nchi yetu. Hivyo tunatoa wito kwa vijana wengi zaidi kujiunga na taaluma ya ubaharia, taasisi za mafunzo kuendelea kuzingatia viwango vya kimataifa, na waajiri kuendelea kulinda haki za mabaharia, na wadau wote kushirikiana katika kujenga sekta ya ubaharia yenye ushindani, salama na endelevu. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.